Laana ya mwisho sehemu ya 6. Baridi kali ya mwezi wa 7 ilipiga mitaa ya Iringa, na ndani ya baridi hiyo, Kevin alikuwa akitembea barabarani, miguuni peku, macho yake yakiwa mekundu na kuvimba, mwili wake ukiwa umedhoofika kama mtu aliye na miaka 80, ingawa alikuwa kijana wa miaka 28 pekee. Kila kona aliyopita, watu walimgeukia na kumtazama kwa masikitiko au kejeli. Alikuwa akizungumza peke yake, mara akicheka, mara akilia, mara akipiga magoti katikati ya barabara na kuomba msamaha kwa sauti kubwa. Mama, baba, naomba mnisaidie, naomba msamaha, sikujua itaishia hivi. Alilia kwa kilio cha huzuni kilichopenya mioyo ya hata wale waliokuwa hawamjua vizuri. Siku moja, akiwa amekaa kando ya mto Ruaha, akiwa amezama kwenye mawazo mazito, alianza kusikia sauti za wazi kichwani mwake. Sauti hizo zilikuwa kali na nzito: uliwa damu yako, uliwa mkono uliokulisha, sasa kila kitu chako kinakufa pamoja nao. Ghafla maji ya mto yakaanza kutikisika mbele yake, na sura za wazazi wake zikaonekana kwenye uso wa maji. Zilikuwa sura za huzuni, macho yakiwa yamejaa machozi ya damu. Kevin alipiga kelele kubwa, msinifuate, msije tena, naomba mnisaidie tafadhali, naomba mnipunguzie adhabu hii. Lakini sauti zile ziliendelea kuzungumza kichwani mwake kwa siku nzima. Hakulala, hakula, na hata maji aliyojaribu kunywa yalionja kama sumu. Kwa wiki nzima, Kevin alitembea mitaani kama mwendawazimu kamili, akivua nguo zake moja baada ya nyingine, akibaki uchi mbele za watu. Alipiga kelele akijaribu kufukuza mizimu ambayo watu wengine hawakuweza kuona. Alilala kwenye mitaro ya barabarani, akiumwa na mbu, akinywa maji machafu, na mwili wake ukaanza kuoza polepole ukiwa hai. Usiku mmoja wa mvua kubwa, akiwa amekaa chini ya daraja dogo, watu walimsikia akipiga kelele kali ya mwisho, msamaha, mama, baba, mnisamehe, inaenda kuzimu sasa. Asubuhi yake walimkuta akiwa amefariki, macho yake yakiwa wazi. Itaendelea sehemu ya 7.